Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibu tena katika tafakari ya leo, na tafakari yetu itakuwa ni juu ya sherehe ya matawi. Leo tutasikia juu ya sherehe ya matawi katika kipindi hiki cha Kwaresma, na ikiwa ni Dominika ya 6 ya mwisho ya Kwaresma kuelekea Juma Kuu, ambalo juma hilo litaambatana na Pasaka, Dominika ya Pasaka. Basi karibuni tuweze kusikiliza tafakari hii inayotolewa katika chaneli hii pendwa ya Tafakari Tena TV. Karibuni sana. Sherehe ya matawi ni sherehe ya kipekee katika kalenda ya Kanisa Katoliki, na ndiyo inaanza na kipindi cha wiki kuu, yani Juma Kuu, kwa Kiingereza Holy Week, ambacho kinahusisha na matukio ya mwisho ya maisha ya Kristo Yesu, ikiwa ni pamoja na mateso, kifo, ufufuko wake. Sherehe hii inatuonyesha kumkaribisha Yesu kama mfalme na mkombozi, huku pia ikitufundisha kuhusu mabadiliko ya kiroho, kutii kwa Mungu na maana ya wokovu wetu kwake Mwenyezi Mungu. Katika sherehe hii ya matawi tunakumbuka tukio la Yesu kuingia mjini Yerusalemu kwa kutumia punda, akifuatwa na umati wa watu waliomwita mfalme kwa kumwambia na kumwimbia Hosana, mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Ni Injili ya Mathayo sura 21 aya 9. Lakini pia tukio hili linatufundisha kuhusu njia ya msalaba, na kwamba wokovu wetu ulipatikana kupitia mateso na kifo cha Yesu Kristo. Vile vile leo tutaona sherehe hii ya matawi tukiona Yesu akiingia Yerusalemu, sherehe ya ukuu na uvunjifu wa dunia. Katika tukio hili Yesu alikuwa kama mfalme, lakini kwa njia ya upole alikataa kiti cha enzi cha kifalme cha dunia, na badala yake alichagua mwanapunda, ishara ya unyenyekevu na huduma kwa wengine. Umati wa watu walimkaribisha kwa furaha, wakimwita mfalme wa Israeli na kumtukuza kwa matawi ya mitende. Hata hivyo, maisha yake hayakuwa na utukufu wa kifalme kama watu walivyotarajia, bali alikufa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura 21 aya 5 inasema, sema kwa